To be honest, mimi ni mtu fulani hivi ambao nilikuwa nina katabia kujibu back pale ninapojibiwa kitu fulani. Nilikuwa na kamsemo fulani hivi kwamba unavokuja ndivyo unavyokupokea. Sasa mwisho wa siku nikajikuta ni mtu ambaye naingia kwenye migogoro na mtu wangu kila mara. Mwisho wa siku nikajifunza kupotezea baadhi ya vitu na maisha yakaendelea. Sasa dear one, katika video hii nataka nikwambie kwamba kushona mdomo, kukaa kimya kwa baadhi ya vitu ni kitu ambacho ni kikubwa sana katika mahusiano. Unaweza ukashona mdomo directly usijibu chochote, au unaweza ukashona mdomo usijibu baadhi ya vitu au ukajibu kwa uchache. Katika video hii tutajifunza kwanza nguvu ya kukaa kimya. Yaani unapata nguvu gani au unapata faida gani katika kukaa kimya. Lakini pili tutaangalia namna ya kukaa kimya. Tutajifunza mbinu za kukaa kimya. Kisha tatu tutaangalia pahali sahihi pa kukaa kimya. Usije ukajikuta unakaa kimya sehemu ambayo sio sahihi, mwisho wa siku ukawa kiburi, mwisho wa siku ukaonekana unajidai. Ni mimi Mr. Abdunnoor, kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike, kumbuka kushare. Mwisho wa siku video iweze kufika kwa watu wengi na mwisho wa siku tufaidike wengi. Kwa nini kukaa kimya ni kitu ambacho ni kikubwa zaidi katika mahusiano? Kwanza ni supernatural power. Tumezoeshwa na kufundishwa na wahenga kwamba ukimya au kupuuza baadhi ya majambo ni sawasawa na kupuuzwa, au ni sawasawa na kuwa kiburi, au ni sawasawa na kujidai. Katika video hii nataka nikupe maana halisi ya kukaa kimya. Jambo la kwanza, unatengeneza amani. Yaani unapokaa kimya mara nyingi hautaki kujaza nzi, kwa sababu mabishano mara nyingi yanapelekea kujaza watu pale mnapobishana. Pili, unatengeneza mazingira ya kutomvunjia heshima kipenzi chako. Mara nyingi unapokuwa unabishana, mara nyingi unapokuwa unapokezana maneno, mara zote unajikuta unaropoka maneno machafu. Lakini unapoamua kukaa kimya, ndugu yangu, utajikuta unaepuka kumvunjia heshima kipenzi chako. Jambo la tatu, unajishikilia. Yaani unashikilia hisia zako. Pale shemeji anapoamua kubishana, anapoamua kupigizana makelele, lakini wewe ukasema no, I want to be in peace, ukamua kukaa kimya, basi unakuwa umezishikilia kwa namna fulani hisia zako. Nikutolee mfano mmoja. Ulishawahi kupigiwa simu na mbebe wako, anakuuliza wewe, mbona ushiki simu zangu? Umemjibu tu kidogo, anaanza kukufokea, na pengine hujaanza kumjibu kabisa, na ukiendelea kumjibu lazima hapa unaendelea kumruhusu kichwa chake kiwake moto. So staying silent is the best way. Jambo namba 2 ambalo linathibitisha kwamba ukimya ni nguvu kubwa katika mahusiano, mara nyingi huwa una drag attention ya mbebe. Una drag tena, yes, namaanisha kwamba mara nyingi unakuwa unamvuta kufanya nini? Ngoja nikutonye dear one. Mbebe akianza kupiga kelele, wewe ukapiga zako kimya, kwanza unaonyesha viwango vya juu vya kujiheshimu. Lakini unapokuwa unajibu kila neno, unapokuwa unajitetea ili kuonekana kwamba haujakosea au kuonekana kwamba hauna kiburi, mara nyingi utaonekana unajikosha au haujiamini. Lakini ukiweza kukaa kimya kwa utulivu, hapa unaonyesha kiwango kikubwa cha kujiamini. Hapa unamaanisha kwamba sihitaji unione wa maana sana, wala sihitaji kuprove kwamba sijakosea kwa maneno, kwa kubishana. Niko okay na drama zako, ukikaa ukatulia utani approach. Sasa anapogundua hujikoshi sana, shemeji anaanza kuheshimu nafasi yako, anaanza kuwa makini na wewe. Jambo namba 2, hapa shemeji anaanza kujiangalia vizuri anapoongea na wewe. Nikupe scenario hizi basi unaweza ukanielewa zaidi. Ulishawahi kushuhudia, basi hata kama hujashuhudia ulishawahi kuona hata katika movie, ni couple alafu mbebe anafokewa, anajieleza zaidi ili aaminike, ili aonekane hajakosea na mbebe hamsikilizi, ila kadiri siku zinavyokwenda anaanza kujifunza kumute. Yaani akilalamika yeye anapiga kimya, anaendelea na mambo yake. Sasa yule aliyekuwa anaringa, aliyekuwa hamsikilizi, anapojieleza anaanza kupay attention. What's going on? Vipi ashapata mtu mwingine ni ndio maana ananipuuza? Vipi kachoka nini? Yaani hapo anaanza kupay attention mienendo yako, lakini pia anaanza kubadilisha hata mwenendo wake, anaanza kuongeza mapenzi ili kurekebisha pale alipokuwa amekosea. Lakini nguvu ya tatu ya ukimya, mara nyingi kimya kinazungumza zaidi ya maneno. Hebu tuongee ukweli. Mara nyingi shemeji yangu akiripuka na wewe ukaripuka hapo hapo, kinachotokea huwa ni nini? Mara nyingi huwa ni ugomvi, right? Tena unakuwa ni ugomvi mara 200. Sasa twende na scenario hii. Shemeji yangu kasema huwa unielewi, huwa unisikilizi. Wewe kwa haraka ukajibu kwamba unataka usikilizweje, unataka uelewekeje. Kinachotokea hapo, na hasa ikitukuta sisi ambao vifua tumevishikilia mkononi, I say. Lakini trust me, unapokaa kimya ataongea, lakini ule ukimya kuna kitu utamwambia. Bwana, mbona kama mtu mwenyewe hakujibishi? Mbona kama unaonekana unaongea peke yako? Mbona kama anakuona chizi hivi? Achana naye, mtaongea baadaye. Scenario ya pili, amekupiga kijiswali cha mtego, anakuuliza hivi ulikubali kuwa na mimi kwa sababu ulinipenda, au ni kwa sababu ulikaa nyumbani muda mrefu so ukaona bora nitoke nyumbani nikaanze maisha mengine, right? Au swali lingine ambalo linafanana na hilo, pengine anaweza akakuuliza hivi, ni uko na mimi kwa sababu unanipenda au ni kwa sababu hutaki kuboreka ukamkumbuka ex wako? Sasa wewe kwa sababu ni kiroporopwa ukakimbilia kujibu kwani wewe unaonaje? Ingekuwa sikupendi kwani ilikuwa lazima kukubalia? I'm telling you, hapo kuna kitu tayari umesha kitengeneza. Lakini unapoulizwa maswali hayo ukakaa kimya au ukatabasamu, mwisho wa siku ukapotezea kiaina, hawezi kukushikia bunduki umjibu, lakini kuna situation fulani utakuwa umeiepusha. Nguvu ya 4 ya ukimya. Lakini kabla sija jump kwenye nguvu ya 4, hebu nikupe kisa kidogo. Kuna jirani yangu mmoja bwana, katika majumba yetu ya kupanga haya, vyumba vimeangaliana. Hawa watu bwana, ilikuwa ni mke na mume. Sasa siku moja wakakiwasha, kwani siku hiyo tulilala. Ngoma ilianza hivi. Mjomba alikuwa katoka zake mishe, na nakumbuka alikuwa dereva daladala. Naomba nisitaje jina la ruti wala jina lake tafadhali. Sasa mwamba
Mwamba siku hiyo kaingia zake home. Mimi niko busy zangu naangalia movie. Kipindiko niko na Mwamba Statham ametoa chuma yake inaitwa The Beekeeper. Watu wa movie wananielewa hapa. Sasa Mwamba akabisha hodi na mama tayari alikuwa kashalala, kashauchapa muda mrefu. Yule mama akastuka, akaenda kumfungulia, lakini sasa sijui katika kumfungulia alimwambia nini. Yaani kuna kitu alimwambia kinachohusiana na mambo ya kazi. Yule Mwamba kwa sauti ya chini nikasikia kama kajibu hivi, sasa nisipofanya kazi nyie mtaishije? Nahisi kuna namna alivyolalamika kuhusu kurudi amechelewa na kumstua usingizini. Nahisi kitu kama hiko. Sasa baada ya Mwamba kusema hivyo, nikasikia yule dada anasema, sasa kazi yenyewe unayofanya mbona hatuoni jipya, hatuoni kinachoendelea? Yaani maana yake hapa alimaanisha kwamba mbona sioni cha maana. Nikasikia tena baadaye anamuuliza kwamba hela unaiweka wapi? Mimi sasa nilikokuwa kimoyomoyo nikasema tayari kushaumana hapa. Jamaa naye nikasikia anamjibu kwamba sasa sijakaa hata kupumzika ushaanza kunipiga maswali. Tena maswali yenyewe hayana hata msingi. Alichomjibu dada ilibidi ni pause na movie kwa sababu it was too much. Sikia alichomjibu sasa. Ushachoshwa na wanawake zako huko unakuja kuniingilia usiku hapa. Kwani jamaa alimchelewesha? Nilisikia ukelele wa kofi na kishindo cha kudondoka. Uliza alivyonyanyuka sasa. Uliza alivyonyanyuka ndugu yangu. Alinyanyuka na TV, akaingoa, kapiga chini vipande. Akafatisha redio, kaipiga chini vipande. Ila anakimbilia kabatini kuanza kuvunja vyombo. Nikasikia Mwamba kamkamata. Ile kumkamata tu ndugu yangu ni alikula kipigo hicho. Aise, ni ukelele tu. Sasa katika purukushani za hapa na pale, Mwamba akawa anamvuta kwa nje. Ghafla na sisi majirani tukaona Mwamba anaua. Tukaamua tukimbilie kuamua. Tunafika tu, tunakuta mama alishakula kichapo cha nguvu. Ikabidi tuwaachanishe. Mama akapigwa kamba maana alikuwa kama chizi. Akapelekwa chumba kingine na Mwamba akaingia ndani kimlango. Basi kulivyokucha mambo yakahamia polisi. Kama unavyojua lazima kuna kukamatwa, kuna kuwekwa ndani, kuna kwenda mahospitalini, mambo kama hayo. Lakini tusiende mbali. Sasa unahisi kosa lilikuwa wapi? Kosa lilikuwa hapa. Kwanza tuanze na mke. Mke kwanza hakumpa muda wa mume wake kupumzika na kupunguza stress za kazini. Yaani hakumruhusu mume wake kutulia kwanza na kuzipa homoni za hisia, kutuliza mshono kwanza, kupumzika. Navozungumzia homoni za hisia, nazungumzia homoni ya cortisol, nazungumzia homoni ya testosterone. Jamani, lugha ni ngumu. Kwa hiyo kitendo cha kutomruhusu mume wake akapumzika, zile homoni zilikuwa bado ziko juu, zilikuwa bado zimepamba moto. Kilichokuja kutokea ndo hicho hapo. Lakini kosa la pili, mama aliingia na maswali ambayo hayakuwa sahihi. Je, alikuwa na uhakika kweli anatoka kwa wanawake? Kosa la mwanaume ndio concern yetu ya video. Sasa hebu tuone. Ukiangalia vurumai lote ni kwamba Mwamba hakukubali kupuuza, hakukubali kumeza chura, kwa sababu homoni za hisia zilikuwa bado zimejaa, bado ziko juu. Amepambana na stress za abiria, amepambana na stress za maaskari barabarani, uchovu, basi alikuwa hajatulia. Kwa hiyo stress plus hasira za pale, ndugu yangu, ikatokea vurumai. So point ya msingi ni kwamba unapoamua kukaa kimya, mara nyingi unaepusha magomvi yasiyokuwa na msingi. Kama ni mwanamke, unaepusha ngeo zisizokuwa na kichwa wala miguu. Nguvu ya tano pale unapokaa kimya ni kumpa nafasi shemegi aweze kukusikiliza. Utaniuliza namna gani? Shemegi anapoanza kulalama, mara nyingi utakimbilia kujitetea, mara nyingi utakimbilia kumjibu, lakini unawezekana ukaanza kumnyeshea mvua ya maneno, right? Sasa hiyo kutupiana maneno mara zote huwa inatengeneza mgogoro mkubwa, ugomvi, kutiana ngeu na mara nyingine kupelekana polisi. Kwa nini inatokea hivyo? Kwa sababu mara nyingi pale mnapokuwa mnajibizana, unapokuwa unamjibu back, ubongo wa shemegi unakuwa unamwambia kwamba inaonekana anapingwa, inaonekana yeye sio lolote, unamdharau. So unapovunga, unapoamua kukaa kimya, mara nyingi wanaona hapana haja ya kuendelea kulalamika, ya kuendelea kubishana, ya kuendelea kuongea kwa sauti. Ana chill, anashusha mabega, anakusikiliza. Sasa na wewe unazungumza nini? Na hapo ndipo mwanzo wa maelewano. Nguvu namba 6, ukimya unakufanya unatafakari jambo zuri au neno zuri la kumjibu shemegi badala ya kuropoka tu. Ngoja nikwambie, unapoanza kujifunza kukaa kimya pale unapokasirishwa au unapoambiwa kitu cha kukuumiza, mara nyingi utagundua kuwa unapunguza makali ya hisia za hasira. Kwa nini? Kwa sababu unapokaa kimya ukamute, mara nyingi unaupa ubongo nafasi ya kuchakata taarifa zile. Unaipa halmashauri ya kichwa kukaa chini na kujadili kipi kizuri, kipi kibaya. Mwisho wa siku kizuri kinapata nafasi ya kupenya. Nikupe mfano. Mbebe au shemegi anapojikuta karopoka, wewe huwa unisaidii kazi za nyumbani, ukifika unakuwa kama boss. Na hii ni kwa kina mama ambao tayari wameolewa au kwa kina dada ambao ndoa zao ni changa. Kama wewe ni legend mwenzangu hapa, unaweza ukajikuta unaropoka kitu fulani. Kwa mfano, kwani ni lazima? Alafu hayo mambo yameanza lini ya kuanza kutumikishana? Hapo unaanza kutengeneza jambo jingine, na hasa ukikuta mwanamke hana kifua. Lakini kama unajua sanaa ya kukaa kimya, ukapumua kwa sekunde 10, ukafikiria cha kumjibu, hapa ndipo legend utajikuta unamjibu, yes, najua kusaidia sio vibaya, lakini emu nipe dakika kadhaa kwanza nipumzike, then I will help you. Au ukamwambia bwana, kwa leo I will not help you, sitakusaidia kwa kweli kwa sababu niko busy na shughuli fulani, lakini pia sijisikii kufanya chochote. Basi mambo yakaenda hivyo, maisha yakaendelea. Sasa baada ya kuona nguvu ya ukimya, utaniuliza, kuna watu ambao vikishatupanda kukaa kimya kwa kweli inakuwa ni ngumu. Sasa nifanyeje ili niweze kuanza kukaa kimya? Kama nilivyokuambia, mimi mwenyewe ilikuwa ni miongoni mwa wahanga. I say
kulipuzia jambo, kukuacha bure. Unavyokuja ndivyo unavyokupokea. Lakini mwisho wa siku nikajikuta naingia migogoro mara kwa mara. Sasa nikafanyaje? Nikaenda nikazama kwa wataalam, nikazama kwenye vitabu, nikasoma nifanyeje, na leo nataka nishare na wewe. Njia ya kwanza niloigundua ambayo ni the best, it is working. Jifanye mjinga. Usijione unajua hata kama unajua. Akikwambia kitu kimoja, akikujibu jibu moja, ukajifanya umelielewa kupitiliza, utazalisha vitu vingine ndugu yangu. Na hata kama utakuwa unajifanya unamuelekeza, kwa muda huo ubongo wake hautaki kuelekezwa. Yaani ubongo wake hauko kwa ajili ya kuelewa. Njia ya pili ambayo nikaanza kuitumia, toka. Hapa ni kwamba shemeji yangu akikwambia kitu cha kughadhibisha, kitu cha kukera, swali fulani hivi ambalo unaona hata nikilijibu litaleta ugomvi, tabasamu, kisha pumua, kisha toka, nenda sehemu ambayo ni tulivu, tulia zako, chakata, kisha ukishajisikia umekuwa vizuri, unaweza kurudi eneo la tukio. Lakini kama hata nyumbani kwako kuna chumba cha ziada, unaweza ukajifungia huko kabisa, ukafanya shughuli zako, ukarelax, mwisho siku mambo yakishakuwa yametulia, ukarudi kufanya interaction naye. Njia ya tatu ambayo inanisaidia mpaka leo, meza sentensi ufunguo. Wazungu wanasema key sentence. Kwa mfano, unaweza ukautengenezea ubongo wako kuwa na sentensi kama ndio binadamu, sio akili yake, ni hasira, akitulia nitaongea naye, sio yeye, ni dash 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 dash, hiyo sitaki kuitaja, unaijua mwenyewe. So hizo ndizo sentensi ambazo ukizimeza kichwani, pale anapokupa majibu mabovu, pale anapokuambia akakukalipia, pale anapokuja kama simba, wewe unatulia, unajiambia sentensi hizo, mwisho wa siku mambo yana settle down. Njia ya nne na ya mwisho ambayo nilijifunza na inanisaidia na itakusaidia na wewe ni kupumua pale unapopokea maneno ya kukera. Unapopokea maneno ya kujaza kifua, unapopokea maneno ya kukujaza hasira, jaribu kupumua kwa nguvu. Kwa nini upumue kwa nguvu? Kwa sababu kupumua kwa nguvu kuna ruhusu neva za hisia, yani ile misuli inayoshikilia neva za hisia kuachia. Lakini pia hata moyo unapojaa, pale unapopumua kwa nguvu, basi ule moyo una relax. Lakini hapa kuna swali jingine la pili, kwamba ni ukimya hupi ambao hautakuwa kama kiburi au hautakuwa kama kujidai mbele ya mubebe wangu. Hapa napo ni darasa jingine ambalo ni refu tu na sitakubali ulimisi. Tembelea maelezo ya video hii hapo chini, utakutana na link. Ibofya kwa kuibofya, itakupeleka direct kwenye video ambayo itakuelekeza wapi pa kukaa kimya katika mahusiano. Nikupe angalizo sasa, utapoona shemeji yangu anapenda kukaa kimya katika nyakati ambazo nimezitaja na unazokwenda kuzitazama, usikae ukashongondoa mdomo ukijifanya kasuku. Aise, utayakumbuka maneno yangu. Kama wewe ni legend mwenzangu, usije ukamforce shemeji yangu kuzungumza katika nyakati hizo. Lakini pia nikutahadharishe, kama anakaa kimya tofauti na nyakati hizo, hapo ni red flags. Ulikuwa na mimi Abdunnoor, tukutane katika video hiyo.